Iran imeanzisha kile kinachoonekana kuwa ni moja ya operesheni zake kubwa zaidi za kijeshi dhidi ya maslahi ya Marekani katika Mashariki ya Kati kwa kutangaza kuwa imefyatua makombora na kufanya mashambulizi dhidi ya vituo kadhaa vya kijeshi vinavyotumiwa na Marekani katika nchi za Jordan, Bahrain, Kuwait na pia ikidai kuharibu mifumo ya rada nchini Oman. Mashambulizi hayo yamekuja saa chache baada ya Marekani kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran, jambo lililosababisha Tehran kuapa kujibu kwa nguvu dhidi ya vikosi vya Marekani popote vilipo katika eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilisema operesheni hiyo ilipangwa kwa muda na ililenga vituo vinavyotumiwa na Marekani kuendesha shughuli zake za kijeshi katika Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo ilisema shabaha ya kwanza ilikuwa kwenye kambi ya anga ya Prince Hassan nchini Jordan, ambayo Iran inadai kuwa hutumiwa na Marekani kuendesha ndege zisizo na rubani pamoja na shughuli za upelelezi wa kijeshi. IRGC ilisema ililenga kituo cha amri cha ndege zisizo na rubani nchini Bahrain pamoja na kambi kadhaa za kijeshi zikiwemo zile zilizopo katika eneo la Jufair ambako ndipo yalipo makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani. Iran ilidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kupunguza uwezo wa Marekani kuendesha operesheni za kijeshi katika eneo la Ghuba. Katika upande wa Kuwait, Iran ilisema makombora yake yalilenga kambi ya anga ya Ali Aisalam pamoja na miundombinu mingine ya kijeshi inayotumiwa na Marekani. Kambi hiyo ni moja ya vituo vikubwa vya jeshi la Marekani katika eneo la Ghuba na imekuwa ikitumika kwa miaka mingi kama kituo cha ndege za kivita, ndege za usafirishaji wa kijeshi na operesheni za uangalizi wa anga. Baada ya mashambulizi hayo kuanza, jeshi la Kuwait lilitangaza kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilianza kufanya kazi mara moja baada ya kugundua makombora yaliyokuwa yakielekea nchini humo. Taarifa ya jeshi hilo ilisema vikosi vya ulinzi wa anga vilifyatua makombora ya kujihami ili kuzuia mashambulizi hayo, lakini haikueleza mara moja iwapo makombora yote yalidunguliwa au kama kuna yaliyopenya na kufikia malengo yake. Pia haikutoa taarifa kuhusu uwepo wa vifo, majeruhi au kiwango cha uharibifu. Nchini Bahrain, hali ya tahadhari iliongezeka baada ya ving'ora vya tahadhari ya makombora kulia mara 2 ndani ya muda mfupi. Katika taarifa nyingine iliyotolewa kupitia chombo cha habari cha SEPA, IRGC ilisema vikosi vyake vya wanamaji pia vilifanya mashambulizi dhidi ya mifumo ya rada nchini Oman. Iran ilidai kuwa iliharibu rada ya masafa marefu ya ulinzi wa anga pamoja na rada inayotumika kufuatilia meli katika bahari ya Oman. Tehran inaamini mifumo hiyo hutumika kutoa taarifa za kijeshi za Marekani na washirika wake kuhusu harakati za vikosi vya Iran katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Oman hazijathibitisha madai hayo wala kutoa taarifa kuhusu uharibifu wowote katika mifumo yao ya ulinzi. Oman kwa muda mrefu imekuwa ikijaribu kudumisha msimamo wa kutokuwa na upande wowote katika migogoro ya Mashariki ya Kati na mara nyingi imekuwa mpatanishi kati ya Iran na mataifa ya Magharibi. Nchini Jordan, jeshi la nchi hiyo lilitangaza kwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kudungua makombora 4 ya Iran yalikuwa yameingia katika anga yake mapema hii leo alfajiri. Kwa mujibu wa makao makuu ya jeshi la Jordan, makombora hayo yalitokea upande wa Iran na alikuwa sehemu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Marekani. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.